ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Katika darasa yetu ya mwisho kwenye suratul Hadidi tulifikia kwenye aya ya 11 ambayo Allah amesema man dhal ladhi yuqridu Allaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Nani basi yuko tayari kumkopesha Allah mkopesho mzuri ili siku ya kulipwa amlipe maradufu pamoja na malipo kwa alichofanya, atapata na ujira mkubwa mtukufu wa akhera. Za aya ya 12 inamaanisha ahadi hii ya Allah hatoifanya hapa duniani, si lazima aifanye hapa duniani. Malipo hayo makubwa yatapatikana kesho. Yauma tara almu'minina walmu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa biaymanihim, siku ambayo waumini wanaume na wanawake wataonekana wana nuru inayoangaza upande wao wa mbele na upande wa kulia. Bushrakum alyawma jannatin tajri min tahtiha al-anharu, ongereni leo mnaenda kwenye pepo ambayo inapita mito chini yake. Khalidina fiha, mtakwenda kuishi huko milele, hamna mwisho maisha yake. Dhalika huwa alfawzul azim, kwa wale wenye kupenda mafanikio, hayo ndo mafanikio makubwa ambayo wenye akili huwa yanayatafuta. Anajua yupo duniani, lakini dunia ni ya muda, lakini pia dunia ni sehemu muhimu ya kutafutia akhera. Kwa hiyo yupo duniani, lakini kama anapenda mafanikio makubwa ni kule kuondoka duniani ukawa umefaulu kwenda peponi. Tafsiri ya aya, yauma tara almu'minina walmu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa biaymanihim. Akhbara ta'ala, anatuhabarisha Allah mtukufu anil mu'minina al-abrar, kuhusiana na habari za waumini watenda mema. Wama yatakaddamuhum min al-anwari, na kile kitakachokuwa kimewatangulia mbele kwenye maisha yajayo katika nuru. Wa huma ala sirati, wanapokuwa katika njia ya kutoka mawqiful qiyama wanaelekea zao peponi. Allah atawapa nuru ya kuonea. Nuru hii imepewa wasifu, inaangaza vya kutosha upande wa mbele na kuliani. Hapo kuna namna fulani ya ufahamu. Nuru ikiwaka huangaza pande zote, lakini kutajwa mbele na kuliani kwenye lugha ya Qur'ani maana yake ni alama ya heshima. Kama tunavyoambiwa kuna watu watapewa vitabu vyao kwa mkono wa kulia na kuna wengine watapewa vitabu vyao kwa mkono wa kushoto. Anayepewa kitabu chake kwa mkono wa kulia na anayempa yuko mbele yake, wanatazamana. Hii ni alama ya heshima. Huyu kaheshimiwa
kastahiwa, na anayepewa kitabu chake kwa nyuma ya mgongo na akapokea kwa mkono wa kushoto, hii ni alama ya dharau, kadharauliwa kama yeye mwenyewe alivyojidharau. Kwa hiyo nuru yao iko mbele na kulia, hawa ni watu waliofanikiwa. Faqala, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, yauma tara almu'minina walmu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa biaymanihim, malipo halisi yatakayoonyesha heshima ya mtu ya siku ya Kiyama yatakuja kuonekanwa siku ambayo waumini wanaume na waumini wanawake nuru yao itakuwa imezagaa upande wao wa mbele na upande wao wa kuliani. Ai, maana yake udhkur yawma tara anwara almu'minina walmu'minati, hebu ikumbuke siku ambayo wataonekanwa waumini wanaume na waumini wanawake, tatala'la'u min amamihim wa min jami'i jawanibihim au wa min jami'i jihatihim, watakuwa na nuru waumini wanaume na wanawake. Nuru hii itakuwa inaangaza upande wao wa mbele, wa jami'i jihatihim, na pande zote hiyo nuru itakuwa inaangaza, ingawaje pametajwa kulia, lakini wa min jami'i jihatihim, pande zao zote hiyo nuru itakuwa inaona. Liyastadhi'u biha, ili wapate kuonea nuru hiyo, ala sirati, kwenye njia wanayopita kutoka mawqiful qiyama kuelekea janna. Watakunu wujuhuhum mudhi'a, na nyuso zao zitakuwa zinang'ara, kalidha'ati alqamari, kama kung'ara kwa mwezi vile. Mtu ukimwangalia kwa mbali utamuona, kama ilivyosemwa kwenye suratul Mutaffifin, taarifu fi wujuhihim nadratan naimi, ukiwaangalia watu wa peponi utaona nyusoni mwao mna mng'aro wa neema. Kwa hiyo nyuso za waumini wanaume na wanawake siku ya Kiyama, wakati wanaondoka kwenye uwanja wa hisabu, wameambiwa nyinyi mmefanikiwa, nendeni zenu peponi, kutakuwa kuna nuru mbele yao na kuna nuru upande wa kulia, lakini inaangaza kuwazunguka pande zote, na nyuso zao pia zitakuwa zinaonekana ni nyuso angavu, zinang'ara, fi sawadi laili, wanapokuwa kwenye giza la usiku. Uso unang'ara hata akiwa kizani. Malaika watawaambia watu kama hawa, bushrakumul yawm, nyinyi hongereni, mmefanikiwa, congratulations. Jannatun tajri min tahtiha al-anharu, huku mnakoelekea ndo peponi, mnaenda kwenye pepo inayopita mito chini yake. Wayuqalu lahum, wataambiwa hawa waumini wenye nuru, abshiru al-yawm, kuweni na habari njema, hongereni leo, bijannatin, kwamba mnaenda peponi. Abshiru al-yawma bijannati al-khuldi wan-naimi, leo hongereni kwa sababu mmefanikiwa kwenda kwenye pepo ya kuishi milele na ina neema kede kede. Allati, hii ni pepo ambayo, tajri min tahti qusuriha anharul janna, viamboni mwake, chini ya makasiri yake, mnapita mito mbalimbali ya peponi. Khalidina fiha, yani huko ndo mnaenda kuishi maisha yenu ya milele, hayana kufa, hayana kuumwa, hayana usumbufu, mnaenda kuishi kwenye neema ya milele. Yani makithina fiha abada, mtaenda kuishi huko peponi milele. Dhalika huwa alfawzu alazim, kwa mwenye kutamani mafanikio, hayo ndo mafanikio makubwa. Baada ya hayo hakuna mafanikio zaidi ya hayo.
fanya ufanyavyo, jitume, pata usumbufu, lakini ujue usumbufu wa duniani una mwisho, utamalizika. Na usumbufu wa duniani ni mtihani wako uliopewa. Ukiufaulu mtihani huo, ndo utakupeleka kwenye mafanikio. Duniani unaweza ukapewa mtihani mgumu mkubwa, ukafeli, ikawa pia ni sababu ya kuhatarisha akhera yako. Lakini kwa anayejua mafanikio na akawa anataraji kufanikiwa, ajitahidi apate matokeo kama hayo. Dhalika huwa alfawzul azim. Kuondoka mtu duniani akenda akahukumiwa akaambiwa umefanikiwa, hayo ndo mafanikio makubwa. Wenye akili wanayatafuta hayo, sio kuwa na pesa duniani japo za wizi ukajifakharishia una maisha yako wapi? Ushayaharibu maisha. Yani maana yake dhalika alfawzu alladhi la fawza ba'dahu, haya ndiyo mafanikio ambayo baada ya haya hakuna tena mafanikio mengine zaidi ya haya. Liannahu, kwa sababu saadati abadiya, kufanikiwa kwenye hisabu ya akhera ni sababu ya kupata heshima na utukufu wa milele kwenye maisha yasiyokuwa na mwisho. Ruya, imesimuliwa, anna nura kulla ahadin ala qadri imanihi, nuru hiyo iliyosifiwa hapo kwamba waumini wanaume na wanawake watakuwa na nuru inaangaza mbele na kulia. Imesimuliwa katika hadithi kwamba nuru kulli ahadin, nuru ya kila mmoja katika hao waumini wanaume na wanawake, ala qadri imanihi, inategemeana na kiwango cha imani yake. Yani hao wenye nuru wanatofautiana nuru yao. Kwa mfano, kuna mmoja kanunua tochi mpya sasa hivi ya LED, akiiseti bimu yake inafika mita 300 mita 400 anaona. Lakini mwingine ana tochi yake ya betri za dry cell, kesha tumia mwezi, inawaka lakini inaona hapo tu. Naona wana tochi wote, lakini kila mmoja tochi yake inategemea chaji ya betri iliyomo. Wamefuatana kundi, lakini kila mmoja anaona kwa saizi ya nuru yake mwenyewe. Hanufaiki mtu yoyote na nuru alionayo mwingine. Kwa hiyo nuru hiyo inatokana na amali za mtu baada ya imani yake, na amali alizotenda ndo zinatengeneza hiyo nuru. Aliyejituma akafanya sana, nuru yake itakuwa kubwa sana. Aliyefanya haijambo, nuru yake itakuwa haijambo, ingawaje kafanikiwa kwenda janna. Aliyefanya ndo hivyo tu tupate sote, itakuwa kiasi chake hicho hicho. Wamefatana kundi, lakini kila mmoja anaona kwa nuru yake mwenyewe, ambayo ni mazao ya amali zake mwenyewe. Kwa hiyo ukifanya vitu vya uhakika, vitu vya kiwango, thamani yake itakuwa kubwa na malipo yake yatakuwa ya juu, na daraja yako utakapofikia inakuwa ni ya juu vile vile, ni hadhi ya juu. Ukifanya tu mradi umefanya, itaangaliwa kiwango cha ufaulu wako, na kwa saizi hiyo hiyo ndo unalipwa. Hiyo ndo habari. Kwa hiyo nuru ya waumini inatokana na amali zao walizofanya baada ya imani waliokuwa nayo. Kadiri wanavyotofautiana katika imani na amal, ndivyo watakavyotofautiana kwenye kiwango cha nuru watakayoonea siku hiyo. Hata kama wamefuatana kundi, hanufaiki mtu yeyote na nuru alionayo mwingine. Qala Zamakhshari, kwanza ruya imesimliwa kwamba anna nura kulla wahidin ala qadri imanihi, nuru ya kila mmoja katika hao waumini itakuwa ni kwa kiwango cha imani yake. Wa annahum, na hawa watu wenye nuru, waumini watendaji, mutafawituna fi nuri, watakuwa wanatofautiana kwa kiwango cha hiyo nuru. Faminhum, baadhi yao miongoni mwao,
man yudhi'u nuruhu ma qaruba min qadamaihi, atakuwepo muumini anatembea na nuru, lakini nuru yake inaamurika kiasi cha pale anapokwenda kuweka mguu wake tu. Yani mguu huu mmoja kakanyaga, ananyanyua mmoja kupiga hatua mbele, kwa kiwango kile cha hatua moja tu, pale ndo anaona. Kwa mfano nilotoa wa betri, huyu betri zake kishazitumia, inawaka ile filament kama nyekundu hivi, unaona, anaona, lakini anaona mahala pafupi sana. Wa minhum, na miongoni mwao hao wenye nuru, man yutfi'u nuruhu marratan wa yadhharu marratan, wako ambao nuru yake yanayo, lakini mara inazimika mara inawaka, mara inazimika mara inawaka. Anayo nuru lakini kwa kiwango kama hicho dhaifu mno, inawaka inazima, inawaka inazima, kama umeme wa zeko lakini umeme wa zeko ukiwaka unaona sana hivyo, hii inaona hafifu. Qala Zamakhshari kasema, wa innama qala, kwenye aya hakika Allah amesema, baina aidihim wa biaimani, hiyo nuru itakuwa inamurika mbele yao na kuliani kwao. Lianna suadaa, kwa sababu watu wema, yu'tauna sahaifa a'malihim min hataini aljihatain, watu wema watakuja kukabidhiwa madaftari yao ya amali walizotenda kwa kupitia hizi pande mbili, mbele yake na kuliani. Ni ishara ya saada, huyu mtu mwema kaheshimiwa, hata kama nuru yake hafifu. Ndo aliyoiandaa hapa, watu walijituma wakafanya kwa uhakika, yeye kazembea, wakati wa kufanya hafanyi kitu, na anapofanya hafanyi kwa kiwango. Hivyo hivyo viduchu vyake kapimiwa, lakini vimemfaulisha, anaenda peponi. Kwenye mizani viduchu vyake vizuri vimekuwa vingi kuliko maovu yake, lakini kwa udhaifu wa pawa ya kiimani ndivyo utakavyoonekana udhaifu wa nuru yake wakati wa kupita kwenye njia ngumu, kama tutakavyoona kwenye aya inayofuata. Kwa hiyo kutajwa mbele na nyuma ni ishara ya saada, kwa sababu suadau watapewa vitabu vyao vyenye rekodi za amali zao kwa mbele, usoni na upande wa kulia. Kama anna al-ashqiyaa, kama ambavyo watu waovu ni kinyume na wema. Watu waovu yu'taunaha, watapewa vitabu vyao, min shamailihim wa waraa dhuhurihim, watu waovu watapewa madaftari ya amali zao kwa mikono ya kushoto na nyuma ya migongo yao. Anayekupa kakaa nyuma, na akikupa kitabu unalazimika kwa hivyo alivyokupa upokee kwa mkono wa kushoto. Ni alama ya kukosa, alama ya dharau. Walamma sharaha hala almu'minina yawma alqiyama, kwa aya hiyo ya 12, baada ya Allah kutushereheshea hali ya watu wema siku ya Kiyama, watakuwa pia hao wema wanatofautiana nuru yao. Atbaa dhalika, amefuatisha aya inayofuata, bisharhi hali almunafiqin, kwa kututajia au kutushereheshea hali ya wanafiki. Na wao duniani huonekanwa ni waumini, wanafiki pia huonekanwa ni waumini Waislamu. Faqala, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, yauma yaqulu almunafiquna walmunafiqatu lilladhina amanu, siku hiyo ni ngumu, maana kutoka maukifu mpaka ukafika peponi masafa, sio kushuka kizingiti tu ukawa ushaingia, masafa. Na hiyo njia kutoka hapo mpaka ukafika uko peponi na vituko, vikwazo vyote vya huko huwa vinaandaliwa matayarisho yake hapa hapa duniani, kwa kupitia hizi amali tulizowajibishiwa, tulizosuniwa.
zitakuwa na msaada kwenye maisha ya barzakhi. Amali hizi zina msaada kwenye mawqiful qiyama. Amali hizi zina msaada kwa safari ya kutoka mawqifu mpaka kufika peponi. Ukikosa msaada wa amali zako njema, wewe utakuwa ni mtu uliokula hasara. Tumesoma hapa hadithi ya kwamba njia ya peponi ina tabu, ina usumbufu kama kupanda mlima, lakini njia ya motoni iko kwenye ardhi tambarare, kama kushuka tu kirahisi unaingia motoni. Kwa hiyo waumini na wanafiki hapa duniani wote huambiwa ni Waislamu, lakini mnafiki huwa ni kafiri aliyeuficha ukafiri wake, hujificha kwenye lile guo la imani. Ukimgusa kwambia mimi Muislamu kuliko wewe, haya baba, umenizidi kwa Uislamu. Wewe hujui kitu, mimi najua. Haya, maana unajipasisha mwenyewe. Lakini yeye mwenyewe kwa uhalisia si mzuri kwenye imani yake, wala si mzuri kwenye matendo yake, ila mwenyewe hajijui. Sasa siku hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anatupa wasifu wa watu ambao si Waislamu wazuri duniani walikuwa. Kwa istilahi ya kidindo huitwa wanafiki. Yauma yaqulu almunafiquna walmunafiqatu lilladhina amanu, siku hiyo vituko vyake vitawafanya wanafiki wanaume na wanawake wawaambie ndugu zao waumini, unzuruna, tungojeni, naqtabis min nurikum, tuonee hiyo nuru yenu. Unzuruna, tungojeni, naqtabis min nurikum, tuonee hiyo nuru yenu. Naqtabis inatokana na neno aliktibasu. Iktibasu maana yake ni kuwazima kitu cha mtu ukatumia, halafu ukamrejeshea kama kilivyo, hakibaki kwako, unanufaika nacho, lakini halafu unamrejeshea mwenyewe. Mfano mzuri wa iktibasi kwa Kiswahili chengine watu husema kusumba, ni kama kwa wavutaji wa sigara vile. Ukiwa na sigara, mmoja anavuta, mwingine shauku inamjia, anatoa yake kwenye paketi, lakini haina moto. Sasa akishaweka hapa, anampigia mwenzake hivi amwazime moto. Sasa akichukua sigara yenye moto akaweka kwenye sigara yake, na yake inapata moto, alafu ile anamrejeshea mwenyewe vile vile. Si mmeona hiyo eh? Au kwa mifano yetu sisi tulipokuwa watoto, natoka kwenda kutafuta embe usiku shamba kule, enda kutafuta dodo, ukirudi pakacha tele, wakati wa neema. Sasa hivi huikuti, na mwenyewe akikuona unatiritiri kwenye miembe kesi. Tunakuwa na tochi au mwenge au mbegu za mbono, zile kokwa za mbono, zile mibono ile inopandwa makaburini kama kwereko, zile tunazitunga kama mshikaki zile kwenye ujiti. Ukiiwasha ya juu, basi huwa zinapokezana kama mshumaa, zinawaka zinawaka zinawaka, zina mafuta zile mbono. Kwa hiyo ukiiwasha ya juu unaona vizuri tu. Dodo hata ikiwa kwenye mikongo share unaiona ile pale, unakwenda kuchukua. Sasa na ile nayo ikiwa wako umezimika, unaweza kumwazima mwenzako, niwashie, unawasha, unaona, na yeye anabaki na wake, anatafutia embe. Ile ndo iktibasi. Umenufaika na kitu cha mtu, wewe unapata manufaa, na yeye hukumnyang'anya, kabaki na chake. Sasa mfano huu uliopigwa hapa, watu wote watakuwa wamesimama mawqiful qiyama, wanasikiliza kesi zao, wanahesabiwa amali zao, waliofaulu na waliofeli. Kuna hadithi moja Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, yuqalu lilmu'mini yawma alqiyama, ataambiwa mu'mini siku ya kiyama,
Maana wengine huwa wanang'ang'ania kwa wao ni waumini. Sasa ataambiwa huyu aliyeng'ang'ania yeye ni muumini, hisabu zake pengine hazikukaa sawa, lakini anasema inakuwaje mimi hisabu zangu zisikae sawa? Mbona fulani yuko kule na mimi ndo shehe wake? Naona ana mashehe wengine ndo hivi. Mungu atustiri. Uko hapa unasoma, unasomesha, unafundisha, lakini matendo yako hayafanani na unayoyasema. Unasema mengine, lakini kwenye practicing unafanya tofauti. Inawezekana watu wakanufaika sana na maneno yako, lakini wewe mwenyewe ukawa hunufaiki na maneno yako wala na amali zako. Sasa ataambiwa mtu siku ya Kiyama, kwani na wewe ni muumini? Atasema mimi ndo shehe wao pale mtaani, nilikuwa ndo imamu wao msikitini, ndo hivi ndo hivi ndo hivi. Mola wenu aliteremsha nini? Anajua, kwa sababu ndo alikuwa ustadhi. Aliteremshia kitabu cha Qur'ani, anakijua Qur'ani. Nini alifaradhishiwa mtume wenu akufikishieni? Tulifaradhishiwa swala 5. Vitu kama hivi havimpigi chenga, anajua. Sasa je, wewe ulikuwa unaswali? Nilikuwa naswali, ndo imamu wao. Sawa. Hiyo Qur'ani wewe ulisoma? Ndio nilisoma, nimehifadhi juzuu zote. Sasa ataambiwa huyu mtihani wake, kama uliswali basi nyote mlioko hapa. Kwenye suratu Yasin kuna aya mle, Allah atakashafanya mahesabu yake, wasiohusika kwenda peponi atawaambia wamtazu lyauma ayuhal mujrimun, si mmeshapewa madaftari yenye rekodi zenu? Si mshajijua amali zenu matokeo yake? Nyinyi wenye jarima, ripoti yenu mbaya, jiengueni, kaeni pembeni. Alimtiazu ni kujibagua, toka hapa kaa pembeni kwanza, usijichanganye na hawa, huhusiani nao. Wamtazu lyauma ayuhal mujrimun, hebu pambanukeni nyinyi wenye makosa, ripoti mmeshapewa, kumbukumbu zenu zimenyoka. Nyinyi mnojiona mna makosa, jiengueni kwenye hili kundi, kaeni pembeni kwanza. Hatoki mtu, kang'ang'ania tu, fulani yuko kule na mimi nimesoma kuliko yeye, mimi nilikuwa ndo imamu, mimi nilikuwa hivi. Akili inamtuma sasa aone yeye kafanikiwa zaidi kuliko yule. Kama yule kapasi anaambiwa abaki, mimi nitoke, vipi itakuwa? Sasa ni siku yenye misukosuko mingi. Mnafiki hataki kujitoa kwenye kundi la waumini waliofanya vizuri. Sasa hiyo ndo siku ambayo Allah akasema katika sura tulizopita za juzu ya Amma, yauma tubla sarair. Siku hiyo patafanywa ibtila, kufichua siri za watu zilizokuwemo nyoyoni mwao. Aliyekuwa si wa huku haingii huku katu, atabaki kule anakohusika. Fama lahu min quwwatin wala nasirin, na akishaambiwa wewe si wa huku wa kule, hatokuwa na nguvu yeye mwenyewe ya kujitetea, wala hatompata mwenye nguvu ya kumtetea yeye. Akishatiwa hatiani, kaingia hatiani. Sasa ukisema nimeswali mimi na umejichanganya kwenye kundi la watu walioswali kweli, wewe unaambiwa sala zako hazikunyoka, Allah ataleta mtihani, aambie basi kama kweli nyinyi mliswali kwa ajili ya Allah, usjudu sijdatan wahida, sujuduni sijida moja tu kwa ajili ya Allah, sijida moja tu. Utakiwi hapo kiamu wala itidali wala rukuu wala nini, hebu pigeni sijida moja. Walioswali kwa ajili ya Allah wana mazoezi ya kutosha, wanakwenda kiulaini kwenye sijida. Waliokuwa swala zao zina mushkeli, hazikukubaliwa, kila akijipinda mtu kuitafuta sijida haendi, mfupa wake kama hauna viungo, anang'ang'ania kwenda lakini afiki. Kwa hiyo waliosujudu watabaki wamesujudi, waliosimama wataambiwa malaika hawa watoeni, wawekeni pembeni. Zoezi hili wameshindwa.
Uking'ang'ania ulisoma Qur'ani, utaambiwa haya, ulisoma Qur'ani, nilisoma Qur'ani. Kule siku ya Kiyama utaambiwa iqra, tusomee kidogo. Warabat, tena soma kwa uangalifu, taratibu, huhimizwi. Waratil kama kunta turatilu fi dunia, tena uilete Qur'ani kwa tartili, panapo mada weka mada, kwenye shada weka shada, usipotoshe maneno. Kama ulivyokuwa unasoma duniani, tusomee kidogo, matayasar. Fa inna manzilataka alana, kwa sababu nafasi yako ya kufikia leo, min akhiri ayatin taqra'uhu, itategemeana na aya ya mwisho utakayofikia kusoma. Hupewi msahafu, hupewi kijuzuu, hupewi karatasi iliyoandikwa, unaambiwa usome. Ukiambiwa usome, unasoma kilichomo moyoni. Sasa kama ulikuwa una sura zako 3, utazisoma ndo unazozikumbuka, itakuwa ndo mwisho umefikia hapo, sawa, utalipwa kwa mujibu wa ulipofikia. Fa inna manzilataka alana min akhiri ayatin taqra'uhu, nafasi yako leo ya kufikia itategemeana na aya ya mwisho utakayo stop kusoma. Hujui tena umefikia hapo, ndo tutakulipa hapo. Soma. Kama ulikuwa una kul a'udhu birabbin nasi, utaisoma kul a'udhu birabbin nasi mpaka minal jinnati wan nasi. Sadaqallahu alazim, umekwisha. Umehifadhi juzuu 30, hawatochoka wasikilizaji kukusikiliza, maana Qur'ani ina burudani yake. Kila ukisoma watu wanapata raha. Soma tu, soma tu mpaka utakapofikia. Ukishindwa unaambiwa wewe si mtu wa Qur'ani, kaa huko. Hiyo ndo yauma tubla sarair, siku ambayo patafanywa mitihani, kufichuliwa siri za watu nyoyoni mwao. We una force tu uonekane wa huku, kumbe sio wa huku. Kuna mitihani mingi itakuumbua, utatolewa tu. Sasa na hapa litakapotoka agizo la watu wa aina fulani, hebu wapelekeni peponi, wanafiki wanajichanganya na wale watu, usema mimi bora kuliko yule. Kwa nini? Yule kapasi, mie ni feli. Anaingia kundini, anaelekea peponi. Njia ya kutoka hapo maukifu kwenda peponi ina vitimbi vingi. Mojawapo Allah atapiga kiza, na njia yenyewe iko very rough, ina mashimo, miba, mawe, sehemu za kujikwaa. Inahitaji uwe una uwezo wa kuona. Ndo hili analosema hapa. Waumini wanapewa nuru, wanaona, ana uhakika na anapoweka hatua yake, na atakuwa ana spidi kwa sababu anaona wapi anakanyaga, anaenda zake. Mnafiki, mtu ambaye hana nuru, hana uwezo wa kuona, na ingawaje kajichanganya na wenye nuru, lakini tunaambiwa hii nuru kila mtu anaonea yake yeye mwenyewe kwa saizi yake. Sasa hapa itakuwa ni mtihani wa kuwa separate. Wanaostahiki kusonga mbele watasonga mbele, wasiostahiki kusonga mbele watabaki nyuma. Imefahamika hiyo? Yatatokea huko mbele, matayarisho yake yanafanywa hapa tulipo sasa hivi duniani. Yauma yaqulu almunafiquna walmunafiqatu, siku hiyo watu waumini wanawake na wanaume watakapopata nuru yao, watakuwa wamejichanganya na wanafiki, ndugu zao katika familia. Sasa wanafiki watasema kuwaambia wale ndugu zao ambao wana nuru, na wanafiki wako wanaume na wanawake, watawaambia ndugu zao, unzuruna, tungojeni. Wale si wana nuru, wanaenda zao, hawa wanaomba lifti. Tungojeni, naktabis min nurikum, tuonee hiyo nuru yenu, tushikeni mkono, tuvuke tu hapa. Kama wale wazamiaji meli wakenda Ulaya, wala hawakujui wala hawana mwenyeji, mradi atoke tu Afrika, haogopi hata kutoswa baharini huko kwenye bahari kuu. Sasa na hawa wanalazimisha washikwe mkono na ndugu zao wenye nuru, wavuke kwenye eneo hili hatarishi. Ai, maana yake watasema wanafiki, watu wasiokuwa na imani nzuri kwenye dini na hawafanyi vyema kwenye amali, siku hiyo yatakuja kudhihiri matokeo ya huu ulalamishi wao,
na waje wawe katika mazingira magumu yatakayowasukuma kuomba msaada kwa ndugu na jamaa zao. Unzuruna, tungojeni, linastadhia min nurikum, ili tupate kuonea hiyo nuru yenu mulionayo. Sisi hatuna nuru kabisa, tuko kama vipofu hapa. Kwa hiyo tungojeni, tuambatane pamoja, tushikane ni mikono, tunufaike na nuru yenu. Watu husaidiana hapa duniani, lakini baada ya kutoka makaburini watu hawasaidiani. Faidha nufikha fi suri, siku litakapopulizwa baragumu la kufufuliwa watu, fala ansaba bainahum yawma idhin, hapa zingatiwi nasabu baina yao siku hiyo. Wala yatasaalun, wala wenye nasabu hawatotafutana, hawatoulizana. Hakuna baba atakayesema wanangu wako wapi, wala hakuna mtoto atakayesema wazazi wangu wako wapi, wala hakuna ndugu atakayesema ndugu zangu wako wapi, tushirikiane pamoja. Hawatoulizana, kila mtu na lake. Qala almufassiruna, wamesema wanawachuoni wataalamu wa tafsiri, inna Allaha ta'ala, hakika Allah mtukufu, yu'ti almu'minina nuran yawm alqiyama, waumini wote waliofanya vyema atawapa nuru siku ya kiyama, siku ambayo hamna nuru ila nuru hiyo. Ala qadri amalihim, na nuru hii kila mtu hupewa kwa mujibu wa amali zake. Ukifanya amali zako, fanya vizuri kwa ikhlasi, ziwe za kiwango. Hiyo ndo rasilimali yako, unajiwekea mwenyewe, usidharau. Fanya vizuri amali zako kwa ikhlasi kwa ajili ya Allah, hicho ndo unajiwekea kwa akiba ya kesho. Ittaqullaha waltanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Kwa hiyo waumini watapewa nuru, na ni kwa kiwango cha amali zao walizofanya duniani. Yamshuna bihi ala sirati, nuru hii itawasaidia kutembea wakiwa wanaona kwa nuru hiyo kwenye sirati. Sirati tunaambiwa ni kama daraja, bridge la kucross kutoka eneo la maukifu mpaka ukafika peponi. Chini yake, bahari yake, bridge hilo ni moto wa Jahannam. Ukifanya uzembe, ukidondoka, umedondoka kwenye Jahannam. Kwa hiyo watakuwa wana nuru, wana uhakika, wanaona wanakanyaga wapi, wanaenda vipi. Wayutrakul kafirina walmunafiqina bila nurin, wataachwa makafiri na ndugu zao wanafiki bila ya nuru, wako kizani. Maajabu ya Allah. Eneo ndo lile lile, wengine wana nuru ya kuonea, wengine hawana nuru ya kuonea. Fayastadhi almunafiquna binuri almu'minin, kwa hiyo wanafiki kwa sababu walikuwa wanachapa ya imani duniani, wanaonekana ni Waislamu, wataonea kwa kiasi fulani nuru ya wale waumini, kwa kiasi fulani. Fabainama hum yamshuna, watakapokuwa wanapiga hatua, wanatembea, wamejichanganya na waumini, japo yeye haoni, lakini mwenye kuona anamuona, kabanana naye, wanaenda. Fabainama hum yamshuna, hawa wanafiki watakapokuwa wanaenda, kafiri haingii humo, anaingia humo mnafiki kwa sababu ya shubha. Duniani alikuwa anaonekana ustazi, shekhe, japo usiku anageuka mbwa, usiku jibwa lakini wakati wa sala ndo imamu wetu, tunamuhesabu shekhe wetu, imamu wetu, mwalimu wetu. Sasa siku hiyo atajichanganya na watu ambao walionekanwa duniani kafanana nao, waumini. Atatembea kiasi fulani, masafa kadhaa, akiwa na waumini. Idh ba'atha Allahu fihim rihan wa dhulmatan, tahamaki wakishapiga masafa, Allah atawapelekea upepo mkali ulioambatana na kiza. Wanayo nuru wenye kuona, lakini patapigwa upepo mkali halafu umeambatana na kiza kinene. Fabaqau fi dhulmati, wanafiki watabaki kwenye kiza, kwa sababu wenye nuru si wanaona, wanajua pa kuchupa. Hapa kanyagiki na chupa kule, na anapiga hatua, anaenda zake.
hawa wanafiki watabaki wenyewe tu peke yao wasiokuwa na nuru. Fabakau, watabakia wanafiki, fi dhulmati, kwenye kiza, la yubsiruna mawadhi'a aqdamihim, hawaoni hata wapi waweke nyayo zao vile wakitembea. Hajui nkikanyaga hapa pana tobo, hapa naingia shimoni, hapa kuna jiwe nitajikwaa, hapa vipi? Haoni hata pale ambapo anategemewa aweke mguu wake. Fayaquluna lilmuminin, ikiwafika hali hii, washaenguliwa, waumini wanasonga mbele, wao wako nyuma, ndipo watakapopaza sauti kuwaambia ndugu zao waumini. Kwa hiyo pengine huku kizani kuna mtoto anajua baba yake anasonga mbele, atamwita baba yake kwa jina, anategemea msaada kwa baba yake. Kama huku yuko baba anajua kule kuna mwanawe au wanawe, atawaita wanawe, anawaita wale anaotegemea, hawa hawatoniangusha, wangu mwenyewe damdam, ili wampe msaada. Ndo watatumia lugha hiyo, unzuruna, tungojeni. Yani anawaita watu anaowajua na ana uhakika hawawezi kumwangusha, lakini siku hiyo watu hawasaidiani. Unzuruna, tungojeni, akina fulani tungojeni, linastadhia binurikum, ili tuonee kwa hiyo nuru yenu. Nuru yenu wenyewe sisi mtupe company, tupeni lifti. Qila, patasemwa. Yani hawa walioko kizani wameomba ndugu zao walioshapiga hatua, jawabu ya hao walioomba ndo itakuwa hii, ndo inayosemwa hapa. Qila, patasemwa. Huko kulikopelekwa maombi kutatoka jawabu hii, irji'u waraakum faltamisu nura, rudini nyuma yenu mukaitafute nuru. Lugha ya fumbo hiyo. Nyuma wapi? Hii nuru haipatikani hapa, wala nuru hii haikodishiki kama unavyokodi generator. Rudini kule ilikotafutwa nuru, ambako ni duniani, na dunia haipo tena. Irji'u waraakum, rudini nyuma yenu, faltamisu nura, mukaitafute hii nuru. Hii nuru sisi tumeitoa huko, hapa tunatumia tu, tunanufaika nayo. Haiazimiki wala haikodishiki wala haiuziki. Rudini mukaitafute nuru. Jawabu inakera, haikeri, inaudhi. Yani maana yake, fayaqulu lahumul mu'minuna sukhriyatan, wale waumini wenye nuru wanaoombwa watawajibu waombaji wao kwa lugha ya kejeli, watawafanyia kejeli na wao. Wastihzaan, watawafanyia istihzai. Fayaqulu lahumul mu'minuna sukhriyatan wastihzaan bihim, waumini watawajibu ndugu zao wanaowaelewa lugha kama hii ambayo ni ya kejeli na lugha ya istihzai. Watawaambia, irji'u ila dunia, mnalazimika mrudi tena kule duniani, kule Unguja na Pemba. Faltamisu hadhihi nura, mukaitafute nuru hii. Au faltamisu hadhihi lanwari, mwende mkazitafute hizi nuru, maana zimetofautiana. Hizi zinapatikana kule tulikotoka kule, sasa rudini kule mukazitafute hizi nuru. Irji'u ila dunia, rudini duniani. Faltamisu hadhihi lanwari hunaka, mwende mkatafute nuru kama hizi tulizonazo kule, sio hapa. Na hataona muhali mtu kumjibu mtu wake hivyo, maana mazingira ndo yanalazimisha iwe hivyo. Tumeambiwa fala ansaba bainahum yauma idhi, hapazingatiwi baina ya watu nasabu zao siku hiyo. Wala yatasaaluna, wala hawatoulizana wenye nasabu. Qala Abu Hayanin, amesema Abu Hayani, waqad alimu anna an-nura waraahum. Waqad alimu, wanaambiwa watu wakatofute nuru nyuma yao. Waqad alimu, ilhali wanajua, alla nura waraahum, nyuma yao walikotoka kwenye mawqifu alqiyama hakuna nuru. Lakini hawajaelewa hiyo lugha waraakum
kule tulikopelekwa kwa muda kutafuta matendo ya huku, ndo vinapatikanwa vitu hivi, havijaja wenyewe tu. Sasa rudini mkatafute tena. Wa innama huwa iqnatan lahum, hii ni lugha ya kuwakatisha tamaa, maana hakuna uwezekano tena wa kurudi duniani, hakuna uwezekano tena wa kusema angalau apate pahala atengeneze faragha na Mola wake, alete toba na istighfari. Hayo mambo yote tumepewa fursa hapa duniani. Tena Allah anabembeleza hapa duniani, Allah anabembeleza, ya ayyuhalladhina amanu, enyi waumini, tubu ila Allahi taubatan nasuha. Ndiyo mnakosea, lakini hebu kuweni na tabia ya kutubia, na mkitubia kwa Allah tubieni toba ya kweli. Hapa unaenda na mambo yako kwa raha zako mpaka mauti yanakukuta, hutubu, huombi msamaha wala hujirekebishi. Ukifa na mambo yako unaenda nayo. Fursa ilikuwepo ya kujirekebisha, hata kama uliasi miaka mingi, lakini malizia vizuri. Hukutaka mpaka umemalizia vibaya. Sasa kule watu hawasaidiani, ni kosa kufanya hivyo. Kwa hiyo hataona muhali mtu kumjibu hivi baba yake, au baba kumjibu hivi mwanawe, au mume kumjibu hivi mkewe, au mke kumjibu hivi mumewe. Nisaidie bebi, atakwambia irji'u waraakum faltamisu nura, rudini nyuma yenu uko mlikotoka mukaitafute nuru. Hii nuru haipatikani hapa. Kwa hiyo patakuwa kuna gap baina ya watu wenye nuru na wale ambao hawana nuru. Masafa yatakuwa yamerefuka. Wale wanasonga mbele wenye nuru, wanaona hawa wasio nuru sasa wanapata gagaziko. Pengo hili liliopo baina ya wenye nuru na wasio nuru, Allah atalitumia. Fadhuriba bainahum bisuri lahu babun, baina yao wale wenye nuru na wasio nuru patapigwa kuta kubwa ambalo lina mlango. Fadhuriba bainahum, patapigwa baina ya watu wenye nuru na wasio nuru, bisurin, kuta, patajengwa ukuta mkubwa. Lahu babun, ukuta huo una lango moja pana, lakini limefungwa. Sasa hawa walioko huku kizani, hata wakitataga wakifika hapo kuna kuta, na Allah hahitaji mainjinia wala idadi ya matufali wala zege. Unasikia chap chap tu linafanywa kuta kubwa. Wenye nuru wanaendelea huko na safari zao, washavuka, wanaenda peponi. Hawa ambao hawakutakiwa wafike kule wamekwama kwenye hilo kuta. Kuna jambo jingine litajitokeza. Walipokuwa wamepaza sauti kuomba msaada wa nuru, masafa yalikuwepo, wale washafika mbele, hawa wako huko. Lakini sasa kuna kitu kishaongezeka baina ya hawa wasio nuru na wenye nuru, pana obstruction, pana kizuizi cha ukuta. Watalazimika wapaze sauti ili sauti yao iwafikie hao wanaosema nao upande wa pili. Fadhuriba baina almu'minina walmunafiqina bihajizin lahu babun, patapigwa ukuta ambao utafanywa uwe kizuizi baina ya wenye nuru na wasio nuru. Yahjizu baina ahli aljannati wa ahli nari, ukuta huu utakuwa ni kizuizi kilichowatenganisha baina ya watu wa peponi na watu wa motoni. Wale waliokushavuka eneo hilo la ukuta washaingia kwenye maeneo ya peponi, wako huru, wanaenda zao. Hawa wanaoomba msaada hapa walipokwama wako kwenye eneo hatarishi, wako mahala pabaya. Allah anasifu sasa mazingira. Ukuta umewekwa katikati baina ya wenye nuru na wasio nuru. Batinuhu fihi rahmatu, upande wa ndani uko waliko wenye nuru, huko ndo kuna rehema za Allah. Wale washavuka wameingia kwenye eneo la peponi. Wa dhahiruhu, na huku nje yake, min qibalihi, walipokabili wale wanaomba msaada, aladhabu, hilo ni eneo la adhabu. Kama kufanya michezo yako ukapita misituni ukaja ukatokezea kwenye kambi ya jeshi, unaonaje hiyo? Na wenyewe wakakuona,
Mfano huo, wewe uko mahala hatari, ushakwama, mbele hakuendeki, walioko upande wa huko wanaambiwa fihi rahma, huko ndo kuna rehema ya Allah. Wale washafika peponi, wanamalizia tu safari yao, wako salama. Wa dhahiruhu, lakini upande wa nje huo ukuta, min qibalihi, pahala walipokabili hawa wanaomba msaada, aladhab, hapo kuna adhabu ya Allah, ni eneo baya. Yani maana yake fi batini suri, upande wa ndani wa huo ukuta, alladhi huwa jihatul mu'minin, ambao ndio upande walioko wale waumini wenye nuru, fihi rahmatu wa hiya aljanna, huko ndo kuna rehema ya Mungu ambayo ndo pepo, wale washaingia kwenye eneo la pepo. Wa fi dhahirihi, upande wa nje wa ukuta huo, wa huwa jihatul kafirin, na ni upande wa hawa wanafiki ambao ni makafiri, aladhabu, hapo kuna adhabu tupu, wa huwa naru, ni eneo la motoni hilo. Qala Ibn Kathiri, amesema Ibn Kathiri, huwa surun yudrabu yauma alqiyamati, huo ni ukuta utajengwa siku ya Kiyama, liyahjisa baina almu'minina walmunafiqin, kuwa separate, kuwatenganisha baina ya waumini wa kweli na wale wanaolazimisha tu waonekane wa waumini lakini ni wanafiki, sio waumini wazuri. Wanalazimisha tu lazima wachanganyike kwa vile vigezo walivyokuwa navyo duniani, lakini huko vitawakataa, havikubaliani nao. Faidha ntaha ilaihi almu'minuna, waumini watakapofika kwenye eneo hilo, dukhuluhu min babihi, watakapofika waumini eneo hilo, wakakamilika wote kuingia kwenye hilo geti, lango la huo ukuta. Faidha stakmalu dukhuluhum, wakishakamilika wote kuingia kwenye eneo hilo, ughliqa albabu, ule mlango utafungwa. Kama kuna waliotangulia mbele, wengine wamebakia nyuma, waliobakia nyuma wana nuru, wataona hapa kuna njia, watapita. Wale wenye kiza hawajafika, wakishapita wenye nuru wote mpaka wale wanaoona masafa ya hatua moja, lango litafungwa. Wale ndo wanatafuta, wanapapasa, wanaangalia kwa miguu, kwa mikono. Wabakia almunafiquna min waraihi, watabakia wanafiki huku nyuma ya ukuta, fil hayrati wadhulmati waladhabi, watakuwa wako katika kuemewa, wamechanganyikiwa, wako kizani, na eneo hilo walilo litakuwa ni eneo la adhabu. Sura hiyo kamili tunapewa picha itakavyokuwa. Yunadunahum, watakapoona wanafiki hali hii, watazidisha sauti yao. Yunadunahum inatokana na neno almunada. Munada ni kuongea kwa sauti kubwa ya jahra, wasikie walio mbali. Yunadunahum, hawa walioambiwa rudini nyuma mkaitafute nuru, hii yetu haiazimiki, watapaza sauti kuwaambia ndugu zao wako upande wa pili ya ukuta. Alam nakum maakum, fulani we unanijibu hivyo, kwani sisi duniani hatukuwa pamoja na nyinyi? Kwani sie sio wenzenu? Leo yamefika hayo kwa sauti kubwa. Alam nakum maakum, kwani si tulikuwa pamoja na nyinyi? Ai, maana yake yunadi almunafiquna almu'minin, wanafiki watapaza sauti wawaongeleshe wale ndugu zao waumini. Alam nakum maakum fi dunia, kwani duniani si tulikuwa tuko mashauri, shauri letu moja, tulikuwa tunaswali pamoja, tunafunga pamoja, tulikuwa kila kitu tuko pamoja. Alam nakum maakum fi dunia, kwani sisi mnotujibu hivyo hatukuwa pamoja na nyinyi duniani? Si waislamu wenzenu sisi? Nusalli kama tusalluna, tulikuwa tunaswali kama mnavyoswali nyinyi. Wanasumu kama tasumuna, tulikuwa tunafunga kama ambavyo na nyinyi mmefunga. Wanuhdhiru aljumu'ata waljamaati, tulikuwa tunahudhuria swala za Ijumaa na sala za jamaa pamoja, pakiadhiniwa tuko pamoja. Wanuqatilu ma'akum fil ghazawati,
tumepigana pamoja na nyinyi kwenye vita vya kupigania jihadi. Leo mnatujibu hivyo. Na wengine wameshiriki jihadi lakini wakaambiwa wanafiki. Tumeshasoma sana kwenye suratu Tauba, si ndio? Wakiadhiniwa wamo msikitini, ikija Ramadhani wanafunga kweli, lakini ni wanafiki. Hawampendi Mtume, hawaipendi Qur'ani, hawafanyi amali njema, wamebakia na jina tu, si Waislamu, ni Muislamu mwenzio basi. Sasa siku hiyo vitu hivi vitatokea, wachujwe waliokuwa wakweli na wasiokuwa wakweli. Kwa hiyo yunadunahum, wanafiki watapaza sauti wawaambie ndugu zao waumini ambao washafika upande wa pili, mnatuambia turudi nyuma tukaitafute nuru. Alam nakum maakum, kwani sisi hatukuwa pamoja na nyinyi duniani tukiswali pamoja, tukifunga pamoja, tukifanya jihadi? Qalu bala, na wale waumini nao watapaza sauti wawajibu, iwafikie, ehe, kweli tulikuwa pamoja. Walakinnakum, lakini nyinyi wenzetu, fatantum anfusakum, mumezifitini wenyewe nafsi zenu, mmeziingiza kwenye fitna, hamkufanya sawa mlivyotakiwa mfanye, hakukuwa na usahihi kwenye amali zenu, nia zenu sio nzuri, hamkuwa sawa kwenye amri za Allah na makatazo yake, mumeziingiza nafsi zenu kwenye fitna. Yani maana yake, qala lahumul mu'minuna, waumini watawajibu ndugu zao bila ya muhali, naam, ni kweli tulikuwa pamoja. Kuntum maana fi dhahiri, nyinyi duniani mlikuwa pamoja nasi kwa dhahiri tu, dhahiri tulikuwa tuko pamoja. Walakinnakum, lakini nyinyi, ahlakatkum anfusukum bin nifaqi, ahlaktum anfusakum bin nifaqi, nyinyi mmeziangamiza wenyewe nafsi zenu kwa kuwa na tabia ya unafiki. Hamkuwa wa kweli kwenye imani, hamkumlinda mtume wa Mungu, mlimsaliti. Hamkufanya vizuri kwenye amali kama hizo mnazosema za kusali, kufunga na jihadi. Unafiki ulikuharibieni, hamkuwa wasafi kwenye imani na amali. Jengine, watarabastum, nyinyi siku zote mlikuwa mnatuweka kwenye 18, mnatusubiria mabaya, mnachukua siri zetu mnazipeleka kwa makafiri, mnatuuza, mnafanya hivi. Yani hapa yakija mambo yale, mambo yetu yale hapa kwetu, kwa mfano hapana jihadi wala nini, mambo yale yalopita, mara hii Allah katunusuru, ya siasa, anayekuchongea akakuletea sheha na askari ndugu yako, mnaswali pamoja, sije mkantaja nyumba ile yumo mle, ile pale, unaona, unakuja kutolewa kwako saa 6 ya usiku. Kiuislamu ni ndugu yako katika imani, na Mtume kasema almuslimu akhul muslim, muislamu mwenziwe ni ndugu yake. La yadhlimuhu, muislamu hamdhulumu muislamu mwenziwe. Wala yakhdhulhu, wala muislamu hamsaliti muislamu mwenziwe, amlinde. Hasa nyinyi tarabastum, mlikuwa mnatusakizia mambo ya shari kila siku, mnatuuza kwa maadui. Yale ya shari mnapenda yatufike, hali ya kuwa nyinyi ndo mnasema tulikuwa pamoja, tulikuwa wenzenu. Lakini watarabastum, mlikuwa mnatusubiria yatufike ya shari, mnatusaliti, mnatuchongea. Yani maana yake, intadhartum bilmu'minina dawaira, wakati wote mlipoishi nasi duniani mlikuwa mnawatengenezea majanga Waislamu, mabalaya wakute kwa faida zenu za kidunia. Anaweza kuahidiwa donge nono, akasema fursa hii siiwache, nitawauza hata 18 mpaka 20, si ninalipwa. Akaona pesa bora kuliko utu wa mwenzake. Jengine watakalosomewa na wale waumini, wartabtum, nyinyi pamoja na kwamba mnadai mlikuwa pamoja nasi, ila nyinyi wartabtum, yale mambo yaliyoambiwa ya kheri nyinyi mlikuwa mnashaka nayo, mkaona kama si kweli, kama hayana kheri. Na yale mliokatazwa mkaambiwa ya shari pia mlikuwa mna mashaka nayo, mkasema hili sioni ubaya wake, halina tatizo.
Kwa hiyo Muislamu anazini, Muislamu mchawi, Muislamu anaua, Muislamu ana hivi, Muislamu mwizi, yote makatazo, hakuelewa kitu. Lakini Muislamu imamu, Qur'ani anasoma, Ramadhani anafunga, anafuturisha, anafanya hili, lakini kwenye dini sio mzuri, na kwenye amali hayuko vizuri. Siku ile ataenda kutamani yale yote aliyoyafanya yawe positive, lakini ripoti keshapewa, wewe uko negative. Sasa watasomewa dhambi zao na wale ndugu zao wanaowajua. Alam nakum maakum, kwani sisi tulikuwa pamoja na nyinyi? Qalu bala, wataambia tulikuwa pamoja. Walakinnakum fatantum anfusakum, lakini nyinyi wenzetu mlizifitini nafsi zenu kwa unafiki. Watarabastum, na mlikuwa mnatusubiria mabaya, siku zote mnayatafuta yatufike mabaya, nyie mfurahi. Wartabtum, na yale tulioambiwa yana fadhila mlikuwa mnashaka nayo, mkaona kama si kweli, na yaliyokatazwa yakaambiwa yana dhambi pia mlikuwa na shaka nayo, mkaona kama si kweli, mkafanya sivyo ilivyotakiwa. Shakaktum fi amri dini, mulikuwa mna mashaka kwenye mambo yote ya dini, mnaona kama si kweli, kama utani vile, kama hamkuwa serious kwenye dini yenu. Wagharratkumul amaniyu, na jengine lililowaponza, wagharratkumul amaniyu, yalikudanganyeni yale matumaini ya kwamba mimi madam nimesema la ilaha illa Allah mimi naingia peponi. Bas, as simple as ABC. Man qala la ilaha illa Allah dakhala aljanna. Wengine ndio huwa wanauliza, hivi mtu madam kasema la ilaha illa Allah atakenda motoni, si atatoka? We, nani kakwambia hivyo? Jipe moyo tu, ukishaingia ndo umeingia. Maana kutakuwa kule kuingia kwako ni kwa sababu ya makosa uliyoyafanya kwa jeuri. Aliyekosea kwa bahati mbaya akajidiriki, akatubu, akaomba msamaha, kumalizia vyema yeye kesi yake na Mola wake ikawa imeisha. Wewe mpaka mauti anakukuta unaenda na maasi yako, alafu useme nilishawahi kutamka la ilaha illa Allah, itakusaidia nini? Ushaiharibu hiyo la ilaha illa Allah, ushaibatilisha la ilaha illa Allah, na ukaondoka vibaya. Kwa hiyo wagharratkumul amaniyu, yalikudanganyeni yale matumaini yenu. Mimi madam Muislamu sikai motoni milele, mimi madam Muislamu mimi ninaenda peponi tu. Ukaishi na matumaini, lakini hufanye amali za kukupeleka kwenye safe side. Khada'atkum al-amaniyu al-farigha bisaati rahmatillahi, kilichokuhadaeni ni yale matumaini yenu yasiyokuwa yameambatana na utendaji, kwa sababu ya rehema za Mungu, kwamba kila mnalolifanya katika mabaya hakukimbiliza kukupeni adhabu. Ndio maana mlikuwa hamuogopi, mkachukulia mambo kawaida tu, mkaishi mlivyoishi mpaka mauti yakakukuteni hivyo. Halafu mnatamaa bado nyewe ni Waislamu tu, na mliishi hivyo hata jaa amrullahi, muliishi vibaya mpaka likaja jambo la Mungu, mauti yamekufikeni. Anayejidiriki mapema kabla hajafikwa na mauti, akatubu toba ya kweli, akarekebisha imani yake na akafanya vyema, akamalizia vizuri, Allah humsamehe makosa yake yaliyopita. Lakini wewe ukifanya makosa yako mpaka mauti yanakuchukua huko kwenye makosa, umejiweka kwenye mazingira hatarishi. Ndo haya yatakukuta. Muliishi vibaya hata jaa amrullahi, mpaka mauti, amri ya Allah ikakufikeni. Yani hata jaakumul mautu, mumeishi vibaya mpaka mauti akakukuteni pabaya. Na Allah katoa tangazo kwenye suratu Ali Imran, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Enyi waumini, jitahidini kumcha Allah ipasavyo, na msije mkakubali kufikwa na mauti ila ya kukuteni mko kwenye Uislamu. Sisi Uislamu huwa tunaupa likizo, na wakati mwingine mauti yanakuja kukukuta pale Uislamu hunao tena, ushauvua, umeuweka pembeni, yakikukuta pale mauti unakufa vibaya tu. Wa gharrakum billahi algharur, wanapata majibu haya kwa ndugu zao. Alikudanganyeni upande wa Allah yule mdanganyaji ambaye ni shaitani. Yote mlioyafanya yalikuwa ni makosa,
lakini wenyewe mlikuwa mna matumaini kwamba mnayoyafanya ni sawa. Wa gharratkum al-amaniyu hatta jaa amrullah, yalikudanganyeni matumaini mpaka yakakufikeni mauti. Wa gharrakum billahi al-gharur, na aliyekudanganyeni upande wa Allah ni shaitani ambaye tabia yake ni kudanganya. Kakupeni matumaini ya uongo mpaka mauti yakawakuta huko. Wa khada'akum shaitanu, alikuhadaeni shaitani na mkakubali kuhadaika. Almakiri, shaitani mwenye vitimbi vingi. Biqaulihi, alikudanganyeni shaitani kwa kauli yake, inna Allaha ghafurun karimun la yuadhibukum. Inna Allaha afuwun ghafurun karimun la yuadhibukum. Hebu sikilizeni majina hayo ya Allah. Afuwun, mambo mengine hupotezea, anajua udhaifu wa viumbe wake mwenyewe. Sikasema wa khuliqal insanu dhaifa, binadamu kaumbwa ni kiumbe mwenye udhaifu. Karimun, Allah ni mkarimu. La yuadhibukum, Allah hakuadhibuni, hakuna adhabu. Haya mnatishana tu. Kwa hiyo unafanya makosa yako, maudhi yako makubwa makubwa, wala hautetemeki moyo, huna hata chembe ya woga. Na baada ya kufanya wala husemi niombe radhi, ni muombe Mola wangu msamaha. Unachukulia kawaida tu, tena mauti yanakukuta huko hivyo. Qala Qatadatun, amesema Qatada, ma zalu ala khud'ati min ash-shaytani, watu watakaofikwa na majanga haya maisha yote walioishi duniani hawakuacha kuwemo katika zile hadaa anazowahadaa shaitani. Anawadanganya, anawahadaa, na wao wanamkubalia tu, wanamfuata tu. Hatta kadhafahumullahu fi nari jahannama, mpaka mauti yakiwakuta huko Allah anawatupa kwenye moto wa Jahannam, kwa sababu waliambiwa wasimfuate shaitani, wao wamemfuata shaitani. Qala almufassiruna, wanasema wanachuoni wa tafsiri ya Qur'ani, algharuru bifathi alghaini, neno algharuru hiyo ghaini yake imetiwa fatha. Ashaitanu maana yake ni shaitani. Anaweza akawa shaitani wa kijini au shaitani wa kibinadamu mwenzio. Shayatinu linsi waljinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufa alqawli ghurura. Shaitani huwa ni kiumbe muovu tu, tena shaitani wa kibinadamu mbaya zaidi kuliko shaitani wa kijini. Maana shaitani wa kijini unaweza ukawaambia chukua adhkari hizi, fanya uradi huu, fanya faragha na Allah, uombe hili, utapata salama ya shari ya shaitani. Lakini shaitani wa kibinadamu, la, mziki wake mkubwa, atakutoa tu kwenye track. Liannahu, kwa sababu shaitani yaghurru wa yakhda'u al-insan, huwa anamdanganya na anamuhadaa shaitani siku zote atoke kwenye kheri aingie kwenye mambo ya shari, na anamchunga hivyo mpaka mauti yamkute kwenye shari. Qala ta'ala, Allah amesema kwenye aya ifuatayo, lakini bora tuiache maana muda sio rafiki. Kasema Allah kwenye Qur'ani, fala taghurrannakumul hayatud dunya, enyi binadamu yasikudanganyeni maisha ya dunia mkajiona mmefika hapa mambo yote yako salama. Wala yaghurrannakum billahi algharur, wala sikudanganyeni upande wa Allah yule anayewadanganya akakutoeni kwenye yale anayoyataka Allah mfanye, na akakuishisheni mkaishi kwenye njia tofauti, msikubali. Kasema pia Allah, inna shaitana lakum aduun, huyu shaitani kwenu nyinyi ni adui. Fatakhidhuhu aduwa, muwekeni kwenye nafasi yake, mumtriti kama adui. Usimchekelee shaitani na ukampa moyo wako, rai zake ukazikubali, ushauri wake ukaufuata. Hafai, hakupendi huyu. Fatakhidhuhu aduwa, mfanyeni awe ni adui, yani muwekeni kwenye nafasi ya uadui. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir, shaitani siku zote anawalingania atakaowapata kujiunga na yeye miongoni mwenu binadamu, ili awe nao pamoja katika watu wa motoni. Falyawma la yukhadhu minkum fidyatun
wala min alladhina kafaru. Maneno baina ya watu wema walioko peponi na motoni yameishia hapo. Allah atawaambia wale walioko motoni, wale ambao wameomba msaada hawakuupata, wakajibiwa jawabu yenye ukakasi, imewaudhi. Allah atawaambia falyauma la yukhadhu minkum fidyatun, leo hapa nyinyi hamtakiwi kutoa fidia. Kwenye hukumu za Allah hakuna faini wala fidia. Wewe ukiwajibika kuwa umekosea ni adhabu tu. Falyauma, leo, la yukhadhu minkum fidyatun, hapatochukuliwa kutoka kwenu fidia ya aina yoyote. Wala min alladhina kafaru, wala haitakiwi fidia kutoka kwa makafiri. Hawa wanaosemeshwa hapa ni wanafiki. Tumesema Waislamu duniani walikuwa, lakini hawakuutendea haki Uislamu wao. Mtu ana ukata wa maisha, anasema biashara itakayontoa ni pombe, anauza pombe. Kwenye dini imeharamishwa, yanasema silewi mie na wauzia makafiri. Yaani mtu mjanja wa kusema anawauzia makafiri, lakini wakija ndugu zake Waislamu wanauza, maana lengo lake pesa. Falyauma, leo, la yukhadhu minkum fidyatun, hapatotakiwa kutoka kwenu fidia kutokana na kesi yenu hii. Allah hataki fidia, hatozi fine. Wala min alladhina kafaru, wala hataki fidia kutoka kwa makafiri. Nyinyi wanafiki hamtakiwi mtoe fidia, wala makafiri walio expose ukafiri wao hawatozwi fidia. Fafi hadha alyawm alasib, kwenye siku hii ya leo ambayo ni ngumu, la yuqbalu minkum badalun wala iwadun, hapakubaliwi kutoka kwenu mbadala wala kikomboleo, kwamba ukileta dhahabu tani ngapi utasameheka. Allah anasema hata umiliki kama hii ardhi iwe dhahabu na uwe tayari kuitoa kumpa yeye akuachie, hataki dhahabu, anakutaka wewe uwajibike. La yuqbalu minkum badalun wala iwadun, hapakubaliwi kutoka kwenu badali wala kitu cha mrejesho. Ya maashara almunafiqina, enyi wanafiki. Wala min alladhina kafaru, wala hapatakiwi vitu kama hivyo kwa makafiri. Min alkafirina aljahidina billahi wa ayatihi, makafiri ambao aya za Allah ziliwafika wakazipinga. Allah mwenyewe alivyojitambulisha kwao wakamkataa, pia na wao hawatakiwi watoe fidia siku hiyo. Wa fil hadithi, imekuja katika hadithi, inna Allah ta'ala yaqulu lilkafirin, Allah mtukufu atawaambia makafiri siku ya kiyama. Lile kafiri lilosema hakuna Mungu, hakuna chochote, Allah ataliambia siku ya kiyama, araaitaka law kana laka adhafa dunya akunta taftadi bijamii dhalika min adhabi nari, mja wangu unaonaje kama ingelikuwa ile dunia yenu, ardhi yenu ile, na kumilikisha wewe mtu mmoja, halafu niinogeshe niiboreshe mara nyingi, kisha nikwambie hii mali yako nipe mimi usalimike na adhabu yangu, utakuwa uko tayari? Wallahi atakubali kafiri, sema niko tayari, chukua yote. Araaita, unaonaje? Araaitaka, unaonaje mja wangu, lau kana laka adhaafa dunia, kama utakuwa na hii dunia iliyoboreshwa mara nyingi, akunta taftadi, utakuwa uko tayari kuitoa fidia bijamii dhalika min adhabi nari, hiyo adhaafu ya dunia na vilivyomo ndani yake, utakuwa uko tayari nikikupa uitoe ili usalimike na adhabu ya moto? Fayaqulu naam ya rabbi, kafiri huyo atasema bila shaka Mola wangu nitatoa mimi, faini hiyo nitatoa. Fayaqulu Allahu tabaraka wa taala, Allah mwenye utukufu na cheo cha juu atamwambia mja wake huyo, kad saaltuka ma huwa aisaru min dhalika, wewe waacha kunidanganya. Duniani nilikuomba kitu kiduchu kuliko hilo la kunipa mali yako yote, nilikuomba kitu kiduchu mno kuliko hilo. Wa anta fi dhahri abika Adam, na nilipokuomba kitu hicho kiduchu ulikuwa uko kwenye mgongo wa baba yako Adam.
alla tushrik bi shay'a, nilikwambia ukiishi duniani usinishirikishe na chochote. Sasa hili ndo jambo gumu hili, niabudu mimi peke yangu, usinishirikishe na chochote. Hilo tu nilikuomba duniani. Faabaita, ulikataa, ukanitafutia wenza wangu wa masanamu, wa dhahabu, wa fedha, wa mbao, ukasema hawa ni waungu wangu. Dogo tu usinishirikishe, nimekuomba, limekushinda. Faabaita illa shirka, ulikataa ila ukaona unishirikishe. Leo hilo kubwa kwamba wewe uwe na mali alafu unipe mia yote, utaliweza? Nenda motoni huko. Unaona, mawakumun naru, mafikio yenu leo nyinyi ni motoni. Wanafiki na makafiri watajibiwa hivyo. Mawakumun naru, mafikio yenu, kituo chenu cha mwisho cha kufikia ni motoni. Maana hizi prosesi zote za maisha ya dunia ni steps tu tunapita. Ulikaa tumboni kwa mama, ukaishi kwa muda, ulipomalizika muda umetoka, ukaja duniani hapa uwanja mpana, umekuwa mpaka ukafikia kimo, ukamiliki mali, ukasoma, ukafanyaje, na hapa ni pa muda tu, ukesha unaondoka. Kifo kinakuandama, mwili na roho vinatenganishwa, unakaa barzakhi katika hali hiyo mpaka siku ya kufufuliwa. Allah anakutoa, unasimama mauqiful qiyama mpaka inamaliza hisabu. Hizo ni safari na hivyo ni vituo. Kituo cha mwisho cha kufikia final destination, imma aljannatu au naru, mwisho ni peponi au motoni. Lakini huku unakotokea ndo kwa kufanya maandalizi ya kutafuta nafasi ya mwisho ya kutokea, ya kufikia. Kama washindanaji wanavyoshindana, wakajiandaa, wakafanya maandalizi mpaka wakakamilisha shindano, na kila mmoja huwa anataka atokee mshindi wa kwanza, apate zawadi bora. Kwa hiyo yote maisha yetu haya ni safari kwenda mbele, na vituo vingi tunapita. Maua ni kile cha mwisho, baada ya hapo huondoki, huendi pengine, itakuwa ni motoni au peponi. Hasa nyinyi mlioishi hivi, mawakumun naru, kituo chenu cha mwisho cha kufikia ni hichi, motoni. Maqamukum, mahala penu pa kudumu, wa manzilukum, na nyumba yenu ya kudumu ya kuishi, naru jahannam, nyinyi mtakaa kwenye moto wa jahannam. Hiya maulakum, maula huwa ni kama walii, msimamizi, mlezi, mfadhili. Kwa hiyo kama mlitegemea huku kuna bosi wenu, mlezi wenu, mtetezi wenu, atakuwa ni moto wa jahannam. Hiya aunukum wa sanadukum wa nasirukum, moto ndo utakuwa msaidizi wenu, moto utakuwa ndo tegemezi lenu, moto utakuwa ndo atakaye wanusuru na chochote mnachotaka mnusuriwe. Mmekabidhiwa moto, la nasira lakum ghairaha, hamna wa kuwasevu mwingine zaidi ya huo moto, humo ndo mlimokabidhiwa. Wa huwa tahakumu bihim, hii ni lugha ya kejeli tu, wanakejeliwa. Wa sukhriya, na ni lugha ya dharau, ya maskhara, kama ambavyo wao walifanya duniani. Sukhriyat alladha, wao walifanya maisha yao kama ni kejeli, wanamkejeli Allah na yeye atawajibu kejeli vile vile. Wa bi'sal masiru, aya yetu imemalizia. Hiya maulakum, maula wenu ni moto wa jahannam. Wa bi'sal masiru, na ni mahala pabaya palioje pa kufikia mtu kwenye moto wa jahannam. Yani bi'sal marji'u wal munqalabu, marejeo mabaya yalioje na mahala pabaya palioje pa kufikia, naru jahannam, kwenye moto wa jahannam. Tumesoma aya mbili leo hizo, nazirudia, na kwa leo inshallah tutafikia hapo kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahir Rahmanir Rahim. Yauma tara almu'minina walmu'minati, siku utakayowaona waumini wanaume na waumini wanawake, yasa nuruhum, imezagaa nuru yao, inamurika vyema nuru yao, baina aidihim wa biaimanihim, upande wao wa mbele na upande wao wa kulia, wanaona. Na wataambiwa bushrakumul yauma, hongereni, hongera yenu leo, jannatun tajri min tahtiha al-anharu, huku mnakoenda ndo mnaenda peponi, kule mlikoahidiwa.
pepo ambayo inapita mito chini yake. Dhalika huwa alfawzul azim, haya ndiyo mafanikio makubwa. Wenye akili wanayatafuta hayo, wako hapa lakini wanalenga mafanikio hayo. Yauma yaqulu almunafiquna walmunafiqatu, mafanikio haya yatakuja kuonekanwa siku ambayo watasema wanafiki wanaume na wanafiki wanawake, lilladhina amanu, kuwaambia ndugu zao walioamini. Si wana nuru waumini? Kwa hiyo wanafiki hawana nuru, watawaomba ndugu zao waumini, unzuruna, tungojeni, naktabis min nurikum, tuonee hiyo nuru yenu. Qila, patasemwa wajibiwe, irji'u waraakum faltamisu nura, rudini nyuma yenu huko mkaitafute hii nuru, haipatikani hapa. Fadhuriba bainahum bisurin lahu babun, patapigwa kuta baina yao, kwa sababu kutakuwa kuna empty space. Wenye nuru wako mbali na waliokizani wako mbali, patapigwa kuta kubwa baina yao, lina mlango mkubwa katikati. Batinuhu fihi rahma, upande wa ndani ya hilo kuta huko ndo kuna rehema ya Allah, ni eneo la peponi. Wa dhahiruhu min qibalihi aladhab, huku nje yake walipokabili wale wasio na nuru, hapo ni adhabu tupu, maafa kwenda mbele. Yunadunahum, hali itakapokuwa ngumu nao watapaza sauti wawaambie ndugu zao walio upande wa pili, alam nakum maakum, mnatuambia turudi nyuma, kwani sisi hatukuwa pamoja na nyinyi? Qalu, wale wanaoambiwa hivyo watajibu, bala, ni kweli tulikuwa pamoja, walakinnakum fatantum anfusakum, lakini nyinyi mlizifitini wenyewe nafsi zenu, watarabbastum, na sisi mlikuwa mnatuvizia yatufike mabaya siku zote, mnatuchongea, mnatusaliti, hamkuwa mkitupenda. Wagharratkumul amaniyu, wartabtum, yale mazuri yaliyotangazwa na Allah nyinyi mlikuwa mnashaka nayo, mkaona kama sio kweli, kama si muhimu. Wagharratkumul amaniyu, na mlikuwa mnaenda kwa matamanio, matumaini yamewadanganya. Matumaini, mie madam Muislam naenda peponi, lakini unafanya utakavyo. Hata jaa amrullahi, muliishi hivyo vibaya mpaka mauti, jambo la Allah, mauti likakufikeni. Wagharrakum billahi algharur, na alikudanganyeni upande wa Allah yule mdanganyaji ambaye ni shaitani. Falyauma, basi leo Allah atawaambia, la yukhadhu minkum fidyatun, hapatochukuliwa kutoka kwenu fidia ya aina yoyote. Hutakiwi utoe fidia au faini. Nyinyi wanafiki hamtozwi chochote, wala min alladhina kafaru, wala hapachukuliwi fidia kutoka kwa wale waliokufuru. Ma'wakumun naru, kituo chenu cha mwisho cha kufikia ni motoni. Hiya maulakum, moto itakuwa ndiyo mdhamini wenu, msimamizi wenu. Wa bi'sal masiru, na ni mafikio mabaya yaliyoje mtu kufikia motoni. Aya ya 15 hiyo tunaweka leo. Wallahu a'lamu, wa ala hadha alqadri yaqif. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim, waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Waghfir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.